imetengenea, qubilat wasairu amalihi, amali nyingine zitakuwa ziko sawa, zitakubaliwa. Wa in wujidat fasadat, ikikutikana sala ya mtu imefisidika. Kufisidika ni kuharibika ambako hakuhitaji marekebisho, hakurekebishiki. Kama sala mbaya, mbovu mbaya, ruddat wasairu amalihi, zitakataliwa na amali nyingine zote. Lakini kutakuwa kuna jambo la tatu hapo. Wa in intakasa min faridatihi shay'un, katika ukaguzi huo utakapofanyika, kama kuna naqs, mapungufu. Naqsun huwa ni kuharibika kuna kurekebishika, yani hapa kuna dosari kidogo, lakini kama tutapata cha kuzibia patakuwa pametengenea. Wa in intakasa min faridatihi shay'un, katika ukaguzi huo akikutikana mtu kuna mapungufu yoyote kwenye faradhi yake ya sala, fayaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah Mola mlezi mwenye izza na utukufu atasema kuambia malaika, maana ndio watendaji wa shughuli zote katika ufalme wa Allah. Allah atawaamrisha malaika wake, unzuru, huyu mja wangu ana kasoro zinazorekebishika kwenye sala zake za faradhi. Hebu kagueni kwenye kumbukumbu ya amali zake, kwenye rekodi ya utendaji wake. Hal li abdi min tatawuin, huyu mja wangu kwani anazo sala za sunna? Ujue kinachokaguliwa hapo ni sala, na sala zinazotakiwa za lazima ni zile za faradhi, kama hii tulionayo adhuhuri, laasiri, magharibi, isha na asubuhi. Kila siku moja yenye saa 24 tumefaradhishiwa sala 5. Hizi sala 5 zinatakiwa ziwe perfect siku ya ukaguzi. Kama kuna maharibiko ya jumla jamala, tumekula hasara. Kama kuna maharibiko ya kurekebishika, cha kurekebishia pahala palipo na kasoro kwenye faradhi ni sala ya sunna. Ndio maana Allah akikuta mapungufu yenye kurekebishika, anawaambia malaika, muangalizieni huyu mtu anazo sala zake za sunna, fayukammalu biha, ili pakamilishwe kwa hizo sunna zake, man taqasa min alfarida, humu kwenye mapungufu kwenye sala zake za faradhi. Kwenye sala yako ya faradhi hapa kwenye rukuu ulikuwa huko sawa, lakini kwenye sunna ulikuwa huko vizuri. Panachukuliwa pale palipo vizuri kwenye sunna, pazibiwe hapa kwenye faradhi pakae sawa. Swala zote ulizoswali katika umri wako zitakaguliwa moja baada ya nyingine, zinatakiwa ziwe nzuri. Sasa sisi wengi huwa tunaswali hiyo ya faradhi haitimii au imeharibika, halafu baada ya salamu mtu mbio, hana nafasi ya kuswali sunna, hajui hiyo faradhi iko sawa au ina kasoro. Kile cha kwenda kuwekea pechi pia hataki kukifanya, mpaka mauti yanamkuta. Hasa siku ya ukaguzi inakuwa ni hasara kwake mtu. Faradhi haikutimia, umepatia katika maeneo mengi kwa asilimia kubwa, lakini kuna kasoro ambazo hizi haiwi sahihi swala yako mpaka iwe yote sawa. Cha kurekebishia ni sunna, hizo sunna hazipo, bado utabaki una deni, na madamu una deni itabidi uwajibike. Hatuendi na pesa akhera, malipo ya huko ni thawabu na dhambi. Kama una deni katika haki ya Allah, malipo yake ni adhabu, hakuna chengine. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, halafu baada ya kukaguliwa sala ikarekebishwa mpaka ikatimia, sunna zilizobaki nazo zitapigwa thamani, ulipwe sunna zako. Thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik, halafu ukaguzi huu utaendelea hivyo kwa utaratibu huu kwa amali nyingine zote ulizowajibishiwa. Zitakaguliwa saumu za faradhi, kama nzuri unalipwa, kama ni mbovu una deni. Kama kuna kasoro kwenye saumu zako za faradhi za kurekebishika, inaangaliwa saumu zako za sunna kama unazo. Hizi sunna zitatumika kurekebishia mulimoharibika kwenye faradhi, halafu sunna zilizobaki zinapigwa thamani yake, unalipwa. Faradhi ziko sawa, unalipwa, na sunna zako zinapigwa thamani, unalipwa. Itakaguliwa zaka
kwa wale ambao waliwahi angalau mwaka mmoja kumiliki mali ya kuitolea zaka. Pale ulipokuwa una ulazima wa kutoa zaka, zaka yako itakaguliwa. Iko sawa, hongera. Mbovu zaka yako, hukutoa au ulitoa ukaiharibu, una deni. La, kama kuna kasoro za kurekebishika, sunna ya zaka ni sadaka za kawaida, itachukuliwa mahala pazuri kwenye sadaka, parekebishwe kwenye zaka yako itimie, ndipo itakubaliwa, ipigwe thamani, ulipwe, na sunna zako zinapigwa thamani, unalipwa. Hija nayo itakaguliwa. Kama ilikuwa iko sawa, hongera, unapigiwa thamani kwa mujibu wa ubora wa hija yako, unalipwa. Halafu kama kutakuwa kuna maharibiko yasiyorekebishika, bado una deni na utawajibika kulipa. Ila kama kuna kasoro ya kurekebishia, hapa sunna ya hija ni umra, patachukuliwa pale palipo pazuri kwenye umra yako, parekebishiwe pale ulipoharibu kwenye hija yako, ilipo hija. Halafu na thamani ya umra iliyobaki unalipwa, unakuwa huna matatizo tena. Amali tulizowajibishiwa hapa duniani, mbele kuna ukaguzi, zitakaguliwa. Kwa hiyo vile tukifanya, tunatakiwa tufanye kwa uhakika, na huwezi kufanya kitu kwa uhakika kama huna elimu nacho, utakuwa unasukuma tu. Kwa hiyo ni lazima tusome ili tuwe na uhakika na weledi wa kile tunachokifanya, tukifanye kikiwa kiko sawa. Hapa ni mapito, siku zinahesabika, zinapungua kutoka 100 mpaka zitafika 0. Siku ulizopangiwa kuishi hapa duniani kama ni 100, ukiitumia moja zimebaki 99, ukiitumia ya pili 98, ukiitumia ya tatu 97, zinashuka mpaka inafika 0. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muda wetu wa kuishi duniani ni mtaji, tunatakiwa tuutumie vizuri kwa faida. Ukimaliza muda, mbele tunakokwenda tunatakiwa tukanufaike na matumizi mazuri ya muda tulioishi hapa. Kwa hiyo sala si kitu cha kusukuma sukuma ukaharibu. Ukiiharibu unajiharibia mwenyewe, na kama utakosa cha kwenda kurekebishia, sala itakuwa inatosha kukufanya uishi milele motoni. Kwa hiyo tuwe makini na hili swala, tuishi maisha ya kiimani na tutende matendo yawe katika kiwango cha kuwa ni ibada. Aliyeabudiwa katutengea hiyo siku ya ukaguzi ambayo ndio siku ya Kiyama. Tukifaulu inakuwa ni saada ya milele katika maisha yanayokuja. Tukifeli inakuwa ni khasara ya milele kwenye maisha hayo. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin badaa fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim